muhimu wa changamoto zinazoikabili sekta ya ardhi. Serikali ilifanya uamuzi wa kuongeza bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi toka shilingi bilioni 133.6 mwaka 2021 hadi shilingi bilioni 171.4 mwaka huu wa fedha. Kiasi hicho cha fedha kilituwezesha kufanya mambo mengi ndani ya kipindi kifupi. Kwa mfano, kwa mwaka 2021 hadi 25 tuliimarisha usalama wa miliki za ardhi kwa kusajili jumla ya hati miliki 355,625, kupima viwanja 1,545,739, mashamba makubwa 12,626 na kupima mipaka ya vijiji 449, na aidha kwa madhumuni ya kupunguza migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi, zilitengwa zaidi ya hekta 474,000 za malisho na hivyo kufanya jumla ya hekta milioni 3.6 kwa ajili ya malisho ya mifugo. Vile vile, kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, Tanzania tulifanya sensa ya majengo iliyofanyika sambamba na sekta ya watu na makazi ya mwaka 2022 ambayo imetusaidia sana katika kuandaa sera hii, lakini pia kwenye mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika ngazi mbalimbali za utawala nchini. Kwa upande mwingine, serikali imeiwezesha sekta ya ardhi kupata dola za Kimarekani milioni 114, ambapo dola milioni 49 zilitoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kuimarisha usalama wa milki za ardhi, na dola za Kimarekani 65 zilitoka Jamhuri ya Korea kwa ajili ya mradi wa kuimarisha miundombinu ya upimaji na ramani. Miradi hii italeta na imeanza kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya ardhi, hususan katika maeneo ya upangaji wa miji na vijijini, upimaji ardhi na utoaji wa haki za ardhi. Kwa sasa serikali inatekeleza mradi wa mfumo wa miundombinu ya kitaifa ya taarifa za kijiografia, yani National Spatial Data Infrastructure. Na hii tukimaliza itatuwezesha kwenda kuchora ramani mpya ya Tanzania. Tanzania yetu ikoje? Ramani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978 ambako kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam 78 na leo ni mambo tofauti. Kwa tunakwenda kurusha ndege, droni na mambo yote, kuisoma nchi yetu yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuchora ramani mpya. Mfumo huu utakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, utatuwezesha kutengeneza mipango yetu kidigitali, ikiwemo mipango ya matumizi ya ardhi na miradi ya kisekta. Lakini pili, itaondoa migongano katika mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuziwezesha taasisi za umma kupanga kwa pamoja. Sasa hivi ni kawaida kuona kwamba kwa mfano kuna eneo, kuna mradi unaendelea, mradi tu kumalizika inakuja sekta nyingine, wanataka kupitisha kitu eneo lile lile, na pale kuna mradi mpya ndo kwanza umejengwa, inabidi kubomoa kupitisha kingine, halafu mradi huu ujengwe tena upya au ufanywe marekebisho. Tutakapokuwa na taarifa hizi, wote tutapanga pamoja. Tunapokwenda kujenga barabara mpya, sekta ya mawasiliano itasema sisi tunapitisha mkongo hapo, eneo la mkongo utapita. Wengine watasema tunapitisha nyaya za umeme, eneo la nyaya za umeme zitawekwa. Wengine wanasema tutapitisha jambo gani, bomba la maji, sehemu ya bomba la maji itapita. Lakini sasa hivi tunachofanya, barabara imejengwa mpya, basi unakuta wengine wanachimba pembeni, wanaweka mambo mengine, barabara siku mbili haipo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kutusaidia kupanga kwa pamoja na maendeleo ya nchi yaende kwa pamoja. Lakini pia itakwenda kufanya tu sura nzuri ya nchi, sababu sasa hivi ukipita nchi nzima mawaya yanapishana huko juu, lakini tutakapokwenda kujipanga sasa, badala ya kuweka maumeme juu
umeme wetu utakwenda kukaa chini na sura ya nchi itakuwa inapendeza. Sasa niseme kwamba tunapozindua sera hii iliyoboreshwa, nataka niwahakikishie kuwa misingi iliyowekwa kwenye sera ya ardhi ya mwaka 1995 haijabadilishwa, kwamba ardhi ni mali ya umma na rais ndio msimamizi kwa niaba ya, ndio mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Haki ya kumiliki ardhi na kutumia ardhi iliyopatikana ama kwa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na ninaposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndio anatoa jasho jingi kwenye ardhi, iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndio anatoa jasho nyingi kuitumikia ardhi, lakini inapokuja kumilikisha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha.